Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni mwanachama wa NATO aliyegoma kutoa silaha kwa ajili ya Ukraine. Italia haitojiunga na mpango wa NATO wa kununua silaha za Marekani kwa Ukraine wakati mazungumzo ya amani yakiendelea. Hii ni kauli iliyotolewa na waziri wake wa mambo ya nje Antonio Tajani, ambaye ameeleza hayo. EU imerejelea msukumo wake wa kufadhili usafirishaji wa silaha zaidi kwa Kiev, huku kukiwa na ishara kutoka Washington kwamba itatafuta suluhu la kidiplomasia kumaliza mzozo huo. Lakini bado kumekuwa na mitazamo tofauti ndani ya Umoja wa Ulaya pamoja na NATO kwamba lazima wanunue silaha kwa ajili ya kuipatia Ukraine. Hata hivyo, hii ni ishara nyingine kutoka Washington kwamba itatafuta suluhu ya kidiplomasia, lakini bado kumekuwa na msuguano wa mawazo juu ya namna ya kuisaidia Ukraine. Tunatumai hakuna silaha zaidi zinahitajika katika miezi ijayo ikiwa usitishaji wa mapigano utakuja, Tajani alisema, na ameeleza zaidi kama alivyonukuliwa na vyombo vya habari vya Italia. Roma ilikuwa imeeleza mapema utayari wao wa kujiunga na mpango wa orodha ya mahitaji ya Ukraine iliyopewa kipaumbele PURL ya NATO, ambapo wanachama wa jumuiya hiyo hufadhili silaha kulingana na orodha ya matamanio yaliyoandaliwa na Kiev. Italia ni nchi ya kwanza ya Umoja wa Ulaya kuhoji waziwazi kama Ukraine inapaswa kupokea silaha zaidi wakati mazungumzo kusitisha mapigano yakiendelea. Bloomberg ilibainisha Marekani imeanzisha upya msukumo wake wa kutafuta suluhu, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akiwakaribisha wajumbe wa ikulu ya Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner katika ikulu ya Kremlin. Putin alielezea majadiliano hayo kama ya kujenga, lakini majadiliano ambayo baadhi ya mambo hayakukubaliana. Rais Donald Trump alisema wajumbe waliondoka Moscow wakiwa na imani kwamba pande zote mbili zinataka kumaliza mzozo huo. Hata hivyo, bado mataifa magharibi yanatamani vita. Alipokuwa nchini India, rais wa Urusi Vladimir Putin alisema kwamba moja kati ya changamoto ambazo anakutana nazo rais wa Marekani Donald Trump ni pamoja na washirika wake wa magharibi ambao wakati wote wanawaza kuipa silaha Ukraine kwa ajili ya vita vinavyoendelea. Lakini anasema kwamba na wakati huu anatafuta vita dhidi ya Urusi, na amesema kama unahitaji vita, Urusi iko tayari. Kadhalika amesema rais Putin kwamba lazima hakikishe Donbas inakuwa mikononi mwa Urusi na hakuna namna ya kuweza kuzuia hilo. Italia imeunga mkono Ukraine tangu mwaka 2022, na hata hivyo mvutano umeongezeka ndani ya muungano wa waziri mkuu Giorgia Meloni hivi karibuni kuhusu uungwaji mkono zaidi. Naibu wake Matteo Salvini amedai kusambaza silaha zaidi hakutamaliza mzozo huo na kunaweza kuchochea ufisadi zaidi nchini Ukraine, akimaanisha kashfa ya hivi punde ya ufisadi iliyoitikisa serikali ya Vladimir Zelensky. Mataifa mengine kadhaa ya EU ikiwa ni pamoja na Uhispania, Ureno na Hungary yalipinga vifurushi vipya vya kijeshi mwaka huu, yakitaja wasiwasi juu ya kuongezeka na mzigo kwenye bajeti za kitaifa. Licha mgawanyiko huo, Tume ya Ulaya inasonga mbele na mipango ya kuendelea kuipa Ukraine silaha, ikiwa ni pamoja na kupitia ukopaji wa ngazi ya Umoja wa Ulaya na mkopo wa fidia unaopingwa unaungwa mkono na mali ya Urusi iliyohifadhiwa. Umoja wa Ulaya unataka kutumia mali za Warusi ambazo zimegandishwa, na ni jambo ambalo wakati huu Ubelgiji imekuwa ikikosoa sana kuhusu suala hilo, ikisema ni jambo ambalo halitowezekana. Urusi imerudia mara kadhaa juu ya namna inavyopinga mipango ya kuendelea na vita na kwamba inataka kupambana na mataifa ya magharibi. Moscow mara kwa mara imelani uwasilishaji wa silaha za nchi za magharibi kwa Ukraine, ikisema kuwa zinarefusha tu mapigano bila kubadilisha matokeo yake. Putin alisema mwezi uliopita kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatia chumvi tishio linaloletwa na Urusi kuhalalisha matumizi makubwa ya kijeshi na kuelekeza fedha za umma katika sekta ya silaha. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utafahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.